Karibu sana, tuendelee na darasa letu, na ninakuomba uweze kunifuatilia hadi mwisho, kwa sababu leo nataka tujifunze kitu ambacho, somo ambalo ni zuri sana. Ni somo zuri. Leo tunataka tuangalie katika mwendelezo wa somo letu la riziki. Ziko aina mbili za riziki, riziki ghafi na riziki iliyochakatwa. Sasa tunaendelea na kuchambua kwa habari ya riziki ghafi, na leo tena tunaangalia riziki ghafi kwa habari ya nafasi. Nafasi. Mungu ni Mungu wa nafasi. Mungu ni Mungu wa nafasi. Mungu anatoa nafasi kwa watu. Mungu ni Mungu wa nafasi, na anatoa nafasi kwenye maisha yetu, nafasi mbalimbali. Na kila nafasi anayotupa Mungu anatupa kwa malengo na makusudi. Hatupi tu bila hivyo. Na Mungu alipomuumba mwanadamu, amemuumba hajaja duniani kuja kuzurula. Mungu amekuleta, amekupa kila kipande cha nafasi kwa sababu ya makusudi yake. Mungu hataki wazurulaji. Kuna Mungu hawezi kuumba chochote. Ndio maana unaona katika viumbe vyote ambavyo Mungu ameumba, ukiangalia hata mimea inawajibika. Nafasi inategemea vitu vifuatavyo. Nafasi inategemea umri, majukumu, wajibu pamoja na wajibu. Inategemea na wajibu. Kwa hiyo Mungu anapotuumba, anatuumba akiwa na lengo. Anatuumba anapomuumba mwanadamu yoyote kwa levo yoyote, anamuumba akiwa na kusudi. Hakuna mwanadamu ataweza kumdai Mungu kwa habari. Mungu ametupa nafasi zenye usawa. Kila mtu amepewa nafasi katika makundi haya. Kwa nafasi, na tunapozungumza nafasi tunazungumza tukimaanisha kwamba vile vipindi kwenye kitabu kile cha Mhubiri, ile sura ya 2 na mstari wa 1 nasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo kuna kusudi, kuna nyakati, kuna majira. Lakini pia kitabu cha Wagalatia ile sura ya 6 na mstari wa 10 nasema, basi kadri tupatavyo nafasi na tutendee watu wote mema. Sasa katika kila nafasi, maana Mungu anatupatia nafasi. Kitabu cha Wagalatia, huyu mtume Paulo aliwaambia Wagalatia kwamba kadri tupatavyo nafasi tuwatendee watu wote mema. Kwa hiyo nafasi tunapoipata kwenye maisha yetu lazima tutende mema. Sasa kwenye nafasi ulionayo unatenda nini? Kwenye nafasi ambayo unaipata unafanya nini? Nafasi ni kitu cha muhimu sana. Na nafasi iniko kwenye vipengele, vipande. Kwa mfano katika umri au rika, tuna nafasi ya umri hapa. Kila mtu ana umri, kwenye umri ya utoto, kwenye umri wa ujana, kwenye umri wa uzee. Katika umri hapa, katika muda, katika majira haya na katika nyakati hizi zimegawanyika katika makundi haya matatu. Utoto unafanya nini? Hiyo ni nafasi. Ujana, hiyo ni nafasi. Uzee, hiyo ni nafasi. Lakini pia kuna majukumu. Kila jukumu unalolipata, umepata jukumu, umejipaka jukumu la kuwa mke, hiyo ni nafasi. Jukumu la kuwa mume ni nafasi. Jukumu la kupata madaraka, labda kuwa kiongozi, hiyo ni nafasi. Watu wengi wamefocus na nafasi kwa habari ya uongozi tu. Nafasi kwa habari ya uongozi. Nafasi kwa habari ya uongozi. Nafasi kwa habari ya uongozi tu. Yaani watu wengi wamefocus na nafasi kwa habari ya uongozi. Kwa hiyo unaangalia kila jukumu ambalo Mwenyezi Mungu anakupatia, hiyo ni nafasi. Jukumu lolote ile katika jamii, hiyo ni nafasi. Unaona? Ni nafasi. Nafasi. Lakini pia fursa zozote unazozipata, ziwe za kiuchumi, ziwe za kielimu, ziwe za kila namna, kila fursa unayoipata, hiyo ni nafasi. Mwenyezi Mungu anatengeneza nafasi. Na kila nafasi anayotutengenezea Mungu, ametutengenezea nafasi akiwa na lengo. Akiwa na kusudi, akiwa na lengo, na ana kusudi la kwamba kuna jambo amekukusudia. Sasa katika kila nafasi ulionayo wewe unaitumiaje? Wajibu. Wajibu. Kwenye wajibu pia
lazima kila mtu uwajibike ipasavyo. Lakini tumeambiwa kwenye kitabu cha Wagalatia, anasema kwamba basi kadri tupatavyo nafasi tuwatendee watu wote mema. Mungu amekusudia tunapopata nafasi tuitendee vizuri, tuitendee haki, tutende mema. Kwenye nafasi ulionayo unatenda nini? Kwenye uzee ulionao unatenda nini? Kwenye kila nafasi ambayo Mungu anakupa, aidha uzee, ujana au umri au majukumu ambayo unayo, Mungu ametoa nafasi hiyo, unapaswa uitendee haki na uitendee mema. Mfano kwenye kila Mungu amesema kwamba kila nafasi tunayoipata tutende mema. Watu wengi sana sasa, hebu tuangalie watu ambao walipata nafasi na walizitumiaje. Tunaona mfano Yusufu, kitabu cha Mwanzo ile sura ya 41 mstari 39 hadi 41, alitendea nafasi yake vizuri. Mungu alimpa nafasi kule Misri ya kuwa waziri mkuu, alitenda nafasi yake, itumia nafasi yake vizuri. Tunamwona pia Esther alipopata nafasi, alipopewa nafasi tu ya kukutana na mfalme, aliitumia vizuri. Hiyo ni nafasi ya muda mfupi tu, akaitumia vizuri. Lakini tunaona pia Daudi alipopata nafasi ya ufalme, alipokuwa ametumia nafasi nyingi sana. Daudi aliweza kumuua simba kwa ajili ya taifa lake la Israeli, ameweza kupigana vita kwa ajili ya taifa lake la Israeli. Ni nafasi ya kuishi nafasi, kwa maana nafasi ziko nyingi sana. Nafasi ya kuishi, afya ulionao ni nafasi. Hiyo ni nafasi kipande, na hizi nafasi zinadumu kwa muda mfupi. Afya ulionayo, ujana ulionao, nguvu ulizonazo, hizo ni nafasi zote. Ni nafasi, inabidi usitumie vizuri hata kukupatia riziki. Nafasi ndio mfumo ambao unatusaidia kuchakata riziki yetu, riziki kwa ajili yetu wenyewe na riziki kwa ajili ya wengine. Tunaona Danieli alitumia nafasi yake vizuri, akawa waziri mkuu. Nafasi yake ya waziri mkuu aliitumia vizuri kwa ajili ya taifa lake la Israeli, akawafanya Waisraeli waishi maisha mazuri. Sasa tuko na shida. Kuna watu wengine, mfano wewe hapo kwenye ujana wako, watu wengine ujana wao wanautumia vibaya, kuzurura tu. Ni kijana ana nguvu za kumtosha, ana akili timamu, anatumia vibaya. Unajua, uwezi ukajua hata ile nafasi aliyomkupa Mungu ya afya ulio nayo mpaka uende hospitali. Ukienda hospitali utajua kwamba kumbe hata miguu tu nilionayo ni nafasi tosha Mwenyezi Mungu amenipa, ningeitumia kufanya kazi, ningeitumia kuhubiri Injili, ningeitumia kuwabariki watu wengine, hata kinywa tu, hata kuongea. Kuna watu wengine hata kusalimia watu tu ni issue. Wengine hata ile simu ulionayo mkononi unaitumiaje? Unaitumia kwa mabaya au kwa mema? Biblia inasema tutumie nafasi zetu kutenda mema. Tutumie nafasi ulionayo. Wewe hapo una simu, hiyo ni nafasi Mungu akitendea kazi hiyo. Unaitumiaje simu yako? Unatumiaje kompyuta yako? Unatumiaje maisha yako? Ni namna unapotumia nafasi yako. Kwa hiyo nafasi yako unapoitumia, uitumie vizuri. Ujana wako utumie vizuri. Uzee wako, na wazee wengine wamejaa uchungu, umejaa uchungu mwingi tu kwenye uzee, kwenye kile kipande cha uzee unakitumiaje? Kuna watu wengine wanatumia, ameshajikatia tamaa, amekata tamaa, anatumia vibaya, negative, too much negative, amejaa uchungu, amejaa hasira, mtu wa laana tu ukimsikiliza. Kuna wengine ukikaa nao karibu ni watu wa kulaani tu, wanalaani uzao wake, analaani watu, ni watu wamekaa. Mfano mtu mwingine anatumia maisha yake, afya yake kuloga. Can you imagine? Unatumia kuloga watu, unaloga watu kweli? Unatumia nafasi yako ya maisha, afya yako kwenda kuloga kweli? Mwingine anatumia nafasi yake kulewa pombe, kuvuta bangi. Kijana, unatumia nafasi yako kuvuta bangi. Mzee, unatumia nafasi yako, unatumia nafasi yako ya mwili, afya ya mwili. Una mwili wako mzuri, una umbile lako zuri, unatumia mambo ya kwenda kufanya uzinzi, umalaya, unajiuza. Nafasi unaitumiaje? Mungu anaangalia katika maisha yetu. Baada tumia afya yako kufanya kazi za kuleta maendeleo kwa ajili yako wewe na kwa ajili ya wengine. Kila kipengele na kila kipindi cha nafasi ambayo Mungu anakupa itumie vizuri, na utakao itumie kutenda mema, kubariki taifa lako. Tunaona kina Danieli walitumia nafasi zao za ujana kuibariki taifa lao, walipambana. Kila nafasi
Tunamwona Esther, mama huyu ni mwanamke, lakini alitumia nafasi yake katika kuleta maendeleo kwa taifa lake, kuleta ukombozi kwa taifa lake. Wewe unatumia nafasi yako kwa ajili ya nini? Nafasi. Mungu ni Mungu wa nafasi, na Mungu ni mwaminifu, hutamdai kwa chochote. Usiye na miguu, tumia nafasi, kwa sababu mikono unayo. Huwezi ukakosa nafasi kabisa ya kufanya jambo jema. Hakuna ukaweza ukamlaumu Mungu kwamba mimi Mungu hajanipa nafasi ya kutenda mema. Unayo kila wakati nafasi ya kutenda mema. Unachagua nini katika nafasi unayopewa, katika kila rika, katika kila majukumu. Kuna watu wengine akipata majukumu tena uongozi anautumia vibaya. Katika uongozi ulionao, katika kila nafasi unayoipata, kila siku, kila wakati, kila majira, kila mwaka, kila miaka, kila umri wa hiyo nafasi. Wengine unakuwa baba. Kuna baba wengine wakatili sana, amepata nafasi ya kuwa baba. Mungu amempa nafasi, amempa familia, kwa hiyo ni kuvuruka tu, ni kuharibu tu. Wengine ni kutelekeza familia, wengine ni kutelekeza majukumu. Unatumiaje nafasi yako? Tumia nafasi yako vizuri. Biblia inasema hivi, kadri tupatavyo nafasi tuitumie nafasi zetu katika kutenda mema. Kutenda mema maana yake nini? Katika kuwabariki watu. Wewe mzee, kwenye uzee wako, bariki uzao wako. Usiwe mzee wa kuweza kulaani watoto wako, kujaa uchungu, kutengeneza trap za kuwatrap watoto wako, kama ambavyo tunamwona kuna watu waliotumia nafasi zao vibaya. Kwa sababu tunamwona Isaka ametumia nafasi yake vibaya ya uzee. Alipokuwa mzee Isaka amesubiri, amepofuka macho, ndio anawaambia watoto wake, mtoto wako wa kuzaa huwezi ukamwambia kwamba niletee chakula nile nifurahi. Hii ni matumizi mabaya ya chakula, ya nafasi. Ametumia nafasi yake vibaya. Lakini tunamwona nani kwenye kitabu cha yule maskini Lazaro, amekaa pale kwa tajiri. Hakuna tajiri ule alikuwa anahitaji Injili, alitumia nafasi yake vizuri kumhubiria Injili. Tumia nafasi, na Biblia inasema mkumbuke muumba wako wakati ukiwa kijana, kwa sababu kutakuja siku ambazo ni mbaya. Sasa unaona nafasi ya ujana. Watu wengi sana tunapokuwa vijana hatutumii nafasi ya ujana, na unajua ujana ndio wenye nguvu. Ujana ndio nguvu zote, viungo vyote vinafanya kazi, kila kitu kinafanya kazi kwenye ujana. Vitu vyetu dunia inakutarajia kwenye vijana. Wengi hatutumii nafasi yetu vizuri. Ungekuta mwingine kijana anatumia nafasi yake ya afya yake ya nguvu zake yake kuanza kwenda kuwa jambazi. Unatumia nafasi yako kuwa jambazi, mwizi. Kwa nini utumie nafasi kuwa jambazi? Tumia nafasi yako kutenda mema. Biblia inasema na Mungu anataka tutumie nafasi kutenda mema. Mungu alikuwa anaongea na Wagalatia, anamwambia taifa la jamii ya Wagalatia kwamba kupitia mtume Paulo kwamba tumie nafasi kutenda mema. Na haya yanatuhusu kila mmoja. Nafasi ulio nayo, kama ni mama wa nyumbani, tumia nafasi yako, sio kusengenya. Unatumiaje nafasi yako? Nafasi ya uhai. Kuna watu wanatamani waishi, kuna mtu anatamani aishi, kuna mtu anatamani aitafuta hii nafasi, ningeipata tu ningeitumia vizuri. Wewe umeiziba hiyo nafasi, unatumia ukaa kibarazani na kupiga umbea. Nafasi yako unaitumiaje mama? Nafasi yako unaitumiaje kijana? Nafasi unaitumiaje kaka? Tumia nafasi yako kwa kila eneo. Wewe una biashara zako, unatumiaje nafasi yako? Unazo pesa, nafasi Mungu amekupa kuwa na mali, umemiliki mali. Kuna watu wengine akimiliki mali, basi mtajua wanawake wote mtaani itakuwa ni wake zake. Wewe mtajua tu ni kila kitu, yani nataka watawale watu kwa sababu nafasi. Kila nafasi unakupa, umepewa nafasi ya kumiliki mali, itumie vizuri kwa ajili ya wengine. Bariki taifa lako, bariki, lipa kodi, fanya mambo ya msingi. Unapotumia nafasi, wasaidie watu. Unapolipa kodi kwa mfano, utasaidia watu wengine wapate matibabu. Kwa hiyo fanya kazi kwa kila nafasi ambayo Mungu amekupa. Tumia nafasi yako ukiwa kijana, tumia nafasi ukiwa mzee, tumia nafasi yako ukiwa mtoto. Utasema mimi ni mtoto. Tumia nafasi kuhubiri Injili, waambie watu wengine habari za uzima wa milele. Tumia nafasi yako katika kila nafasi unayopata, kama ambavyo tunawasoma hawa wenzetu. Watu wote tunawasoma kwenye vitabu vya Biblia, wote walitumia nafasi ama vizuri ama vibaya. Bwana Yesu Kristo alipokuwa duniani alitumia nafasi yake vizuri. Alisimama wakati asubuhi, mchana, kubariki watu. Unajua tunamfuata Yesu si kwa sababu alikufa. Tunamfuata Yesu kwa sababu alikufa kwa ajili ya wengine. Nini maana yake? Alitumia nafasi yake kutenda mema. Unaitumiaje nafasi mama? Unaitumiaje nafasi kaka? Unaitumiaje nafasi kijana? Unaitumiaje wewe baba? Kwa kila rika, kwa kila jukumu, kwa kila eneo, tumia nafasi yako vizuri, kwa kuwa Mungu ni Mungu wa nafasi. Watu wengi tunapewa nafasi, hatuzitumii vizuri. Tumia nafasi. Unayo maarifa, wagawe kwa wengine. Maarifa yale wabariki watu.
yageuze, yachakate, yawe baraka kwako na yawe baraka kwa wengine. Kwa hiyo kila mtu Mungu amempa nafasi. Katika kila nafasi yako itumie vizuri. Wewe mwanafunzi, tumia nafasi yako vizuri kusoma. Kila eneo lilopo tumia vizuri. Tuna shida kwenye jamii zetu hizi. Kuna shida kwenye jamii. Tunaita diffusion of responsibility. Watu wanakwepa wajibu. Usikwepe wajibu. Wajibika kwenye nafasi yako kutenda mema. Wewe mama, wajibika ukiwa ndani, ukiwa na watoto, simama kwenye nafasi yako. Simama, na sio tu simama, tenda wema. Bariki watu, tendea haki yako. Wewe mzazi, tendea haki. Nafasi yako umepewa kuzaa. Mungu amekupa watoto. Simamia nafasi yako, simamia wajibu wako. Wewe mtoto, simamia nafasi yako. Kila mmoja hata mdai Mungu kwa chochote kwa habari ya nafasi, kwa sababu kila mtu amekupa uhai, utendee vizuri. Watu wengine unajiuliza, huyu mtu kwa mfano wewe unakuwa jambazi, una hiyo nafasi ya kuishi kweli? Mungu amekupa uhai ukavamie, ukaibe watu, ukauwe watu kweli? Hapana, hii ni matumizi mabaya ya nafasi. Tumia nafasi yako vizuri na Mungu akubariki. Asante sana, na usiache kunifuatilia, na kama haya masomo yanakubariki, naomba ushare kwa wengine, na Mungu akubariki. Asante sana.